dangerous, extremely dangerous. Hivyo ndivyo unavyoweza kusema kuielezea Yanga ya kocha Hamdi Miloud inapokwenda kushambulia. Ni kwamba inafunga mabao sana. Ndio. Wakati zikiwa zimesalia dakika chache kuelekea mechi ya dabi ya Kariakoo, Yanga ya kocha Hamdi Miloud dhidi ya watani zao wa jadi Simba ya kocha Fadlu Davids, miongoni mwa maeneo ambayo yanatazamiwa kuleta mvuto aina yake katika mechi hii ni namna ambavyo wekundu wa Msimbazi Simba watakabiliana na Yanga katika kufungana. Ndio, ni kwa sababu timu hizi zote mbili ambazo ndizo pekee zimebakiwa na mchezo huu mmoja utakaochezwa kuanzia saa 11 jioni wa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu 2024-25 zimekuwa na kasi kubwa ya kufunga mabao. Yanga wako kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara wakiwa na pointi 79, huku mabao wakifunga mabao 81, wameruhusu mabao 10 tu. Kwa lugha nyingine, Yanga ndio timu yenye kufunga mabao mengi zaidi kuliko timu zote na ndio timu yenye ukuta imara zaidi kwa sababu tu imeruhusu mabao 10 kwenye michezo 29 ambayo tayari imeshacheza kabla ya mechi ya leo hapo saa 11 jioni. Lakini wekundu wa Msimbazi Simba wapo katika nafasi ya pili, wao wakiwa na pointi 78, wamezidiwa pointi moja tu na vinara Yanga, huku nao wamecheza mechi 29. Lakini kwenye mabao Simba ni ya pili kwa kufunga mabao mengi ikiwa imefunga mabao 69, lakini ya pili kwa kuwa na ukuta imara ikiwa imeruhusu mabao 11. Zinapokutana leo hii, eneo ambalo nalizungumzia ni la Yanga kwenye kushambulia dhidi ya ukuta wa Simba, kwamba Yanga imekuwa inatisha, ni hatari mno katika kufunga na hasa chini ya Miloud. Ni kwa sababu gani? Mpaka sasa kwa kufunga kwake mabao 81, Yanga inaelekea kuweka rekodi mpya katika ligi kuu Tanzania bara kwenye kupachika mabao. Kwanza ni katika idadi halisi ya mabao, kwa maana actual numbers, tangu ligi kuu Tanzania bara ianzishwe mwaka 1996 kutoka kuitwa ligi daraja la kwanza. Lakini pili, juu ya kasi ya upachikaji mabao wastani kwa muda, kwa lugha nyingine tunasema MPG, yani minutes per goals. Kwa wastani Yanga inaelekea kuja kuweka rekodi nyingine mpya katika ligi kuu Tanzania bara, lakini pia katika ligi bora 10 barani Afrika kuanzia 2010-2011. Wajua ni kwa sababu gani? Iko hivi, mechi 29 walizocheza Yanga na Simba mpaka sasa, maana yake tunazungumzia dakika 2610. Ndio, kwa sababu mechi moja ni dakika 90. 90 mara 29 unapata dakika hizi. Sasa kwenye dakika hizi ndizo ambazo Yanga wamefunga mabao 81, na ndipo hapo unapata MPG, minutes per goals, ambayo ni dakika 2610 gawanya kwa mabao 81, utapata Yanga kwa wastani wanafunga bao moja kila baada ya dakika 32 na sekunde 12. Hii ni rekodi ya aina yake katika muda kwa dakika, sio tu katika ligi kuu Tanzania bara tangu ianzishwe 1996 kutoka kuitwa ligi daraja la kwanza, lakini pia katika ligi kuu 10 bora barani Afrika kuanzia 2010, kwa maana ligi kuu ya Misri, ligi kuu ya Morocco ambayo ni namba 2, ligi kuu ya Afrika Kusini namba 3, ligi kuu ya Algeria namba 4, ligi kuu ya Tanzania hii, ligi kuu namba 6 ambayo ni Tunisia, ligi kuu namba 7 Angola, ligi kuu namba 8 Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ligi kuu namba 9 ligi kuu ya Sudani, lakini ligi kuu namba 10 ligi kuu ya Ivory Coast. Hata ukienda katika ligi kuu namba 11 na 12 ambazo ni Libya na Nigeria, tangu 2010-2011 msimu huo mpaka msimu huu hakuna timu imefunga mabao baada ya msimu kukamilika kwa wastani huu. Huu ni wastani wa juu zaidi ambao unabiti rekodi iliyokuwa imewekwa na Simba msimu wa 2022-2023, pale ambapo Simba katika ligi kuu Tanzania bara yenye mechi 30, baada ya mechi 30 maana yake cheza dakika 2700, Simba ikamaliza ligi ikiwa imefunga mabao 75 katika msimu ambao bingwa walikuwa Yanga wakifunga mabao 61, lakini Simba walimaliza nafasi ya pili ingawa ndio walioongoza kwa upachikaji mabao. Hapa ikatengeneza wastani wa dakika 36 Simba ilikuwa inatumia kufunga bao moja kwa wastani, kwa sababu dakika 2700 za msimu mzima gawanya kwa mabao 75 waliofunga. Rekodi hii ndio ambayo Simba ilikuwa inaishikilia na ndio best record kwa ligi kuu Tanzania bara tangu ianzishwe 1996, lakini pia kwenye ligi kuu 10 bora barani Afrika nilizotoka kuzitaja tangu 2010-2011. Sasa mabao alionayo sasa Yanga maana yake anavunja hizo rekodi. Yanga hii inakwenda uwanjani leo hii ikiwa na rekodi hii, lakini chini ya Hamdi Miloud Yanga imeongeza makali zaidi. Sio tu haya ambayo ni rekodi ya aina yake kwa kufikia sasa mechi 29,
Tunakumbuka vizuri Yanga imefanya haya, imefunga mabao 81 ikiwa chini ya kocha Miguel Gamondi wa Argentina, akamwachia kijiti Sead Ramovic Mjerumani mwenye asili ya Bosnia, halafu akatoa Hamdi Meludi. Yanga ikiwa chini ya Meludi ina kasi zaidi ya kufunga kama ifuatavyo. Ni kwamba kwenye mechi ambazo Meludi ameiongoza Yanga mpaka sasa ni mechi 12. Aliikuta ikiwa tayari Yanga imeshacheza mechi 17 za ligi kuu Tanzania bara, wakati huo ikiwa imetoka kuongozwa na Gamondi na Sead Ramovic. Yes, alikuta imecheza mechi 17 na wakati huo Yanga ilikuwa kwa ujumla imeshafunga mabao 42, imeruhusu mabao 7 katika hizi 17 games. Meludi akaanza kuiongoza katika mechi ya 18 ambayo kwake ndio ilikuwa mechi ya kwanza. Mechi ya 18 Yanga walicheza dhidi ya JKT pale katika uwanja wa Meja General Samuyo Mbweni jijini Dar es Salaam, ambapo matokeo yalikuwa ni bila. Hii ilikuwa ni mechi ya kwanza ya Meludi ambayo alicheza dhidi ya JKT Tanzania. Sasa wacha tuziorodheshe mechi 12 ambazo Yanga iliongoza chini ya Meludi kwa utaratibu kama ifuatavyo. Nimesema ya kwanza ni dhidi ya JKT Tanzania. Hii mechi walicheza tarehe 10 mwezi wa pili ambayo iliisha bila. Lakini baada ya suluhu hii, mechi zilizofuata zote 11 na kufanya jumla zio mechi 12, Meludi hakuacha pointi 3 hata mara moja. Alishinda zote na kuifanya Yanga ifikie ilipo sasa. Kivipi? Mechi ya pili alicheza dhidi ya KMC, timu ya Manispaa Kinondoni, akashinda 6-1. Balaa la Yanga ya Meludi katika kufunga likazidi kushika kasi katika mechi ya tatu ambayo yenyewe walicheza dhidi ya Singida Black Stars, timu ngumu, timu iliyomaliza nafasi ya 4 katika ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa, imetimiza mechi 30, mbele ya Yanga ilifungwa 2-1. Halafu baada hapo wakaenda kucheza dhidi ya Mashujaa ya Kigoma, Yanga ikashinda 5-0 kwenye uwanja wa Lake Tanganyika pale mjini Kigoma. Halafu baada ya hapo ikaenda kucheza dhidi ya Pamba ya Mwanza, ambapo katika mechi hii Yanga walishinda 3-0, Yanga chini ya Meludi. Lakini mechi ya 6 ya Yanga ya Meludi ilikuwa ni dhidi ya Tabora United, ambapo Yanga katika mechi hii iliyochezwa kwenye uwanja wa Ali Hassan Mwinyi pale mjini Tabora, Yanga walilipiza kisasi kwa sababu mechi ya kwanza walifungwa 3-1 na Tabora United kwenye uwanja wa Chamazi Complex jijini Dar es Salaam, Yanga wakiwa wenyeji. Mechi hii Yanga wakalipiza kisasi kizito kwa kushinda 3-0. Lakini baada ya hapo Yanga wakaenda wakacheza dhidi ya Coastal Union ya Tanga, wakashinda Yanga bao 1-0. Halafu ikaja mechi ya 8 ya Yanga chini ya Meludi ambayo ni dhidi ya Azam. Kwenye mzunguko wa kwanza Azam walifunga Yanga 1-0. Mechi ya mzunguko wa pili Yanga ikiwa chini ya kocha Hamdi Meludi ikashinda 2-1. Halafu ikaja Fountain Gate wao wakajikuta wanapata kipigo kutoka kwa Yanga cha mabao 4-0. Halafu kuna Namungo ya kule Ruangwa mkoani Lindi ikafungwa na Yanga Namungo mabao 3-0. Waliofuatia baada hapo ni Tanzania Prisons. Hii ni mechi ya 11 ya Meludi ambayo dhidi ya Tanzania Prisons kwenye uwanja wa Sokoine pale jijini Mbeya, Yanga wakashinda 5-0. Halafu mechi ya mwisho kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar kabla ya mechi hii ya dabi ilikuwa ni Yanga dhidi ya Dodoma Jiji, ambapo Yanga wakashinda tena 5-0. Kwa ujumla ukiangalia mabao yote waliofunga Yanga na kuruhusu chini ya Meludi, utagundua chukua hapa mabao 6, 2, 5 hapa 8, 13, 16, 19, 20, 22, 26, 29, 34, 39. Yanga imefunga mabao 39, iliyoruhusu ni 1, 2, 3, mabao 3 katika mechi 12. Kwa wastani chini ya Meludi Yanga inaruhusu bao baada ya mechi 4 kwa wastani. Maana mechi 12 imeruhusu mabao 3, ambayo inamaanisha ni dakika 360 kwa wastani ndipo Yanga inaruhusu bao chini ya Meludi. Lakini kwenye kufunga ndio hapa naposema ni dangerous, ni hatari kweli, ni extremely dangerous, kwa sababu imefunga mabao 39 katika dakika 1080 zitokanazo na mechi 12, ambayo tukitafuta kinachoitwa MPG nilichotoka kukieleza, minutes per goals, Yanga chini ya Meludi inafunga kwa wastani bao kila baada muda gani? Maana tumeona kwa ujumla tangu msimu uanze Yanga inafunga bao kila baada dakika 32 na sekunde
12. Lakini kwa mechi za Yanga chini ya Miloud, mechi 12 tukizidisha mara 90 tunapata zile dakika nilizosema, dakika 1080. Kwenye dakika hizi Yanga imefunga mabao 39. Ukigawanya vizuri hapa MPG, minutes per goals, yani dakika zinazotumiwa Yanga kwa wastani kufunga bao moja, utagundua ni dakika 27 na sekunde 42 around muda huu. Hii ndio Yanga ya Miloud katika mechi 12 zilizoongoza mpaka sasa, yeye akiwa kocha mkuu. Na sasa inakwenda kucheza dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Simba mpaka sasa ndio timu ambayo imepigiwa mashuti machache kulenga shabaha kuliko timu zote katika ligi kuu Tanzania bara. Mechi 29, Simba mpaka sasa wamepigiwa mashuti 26 tu ya kulenga shabaha. Yanga imepigiwa mashuti 34. Katika haya 26 ndipo ikaruhusu mabao 11. Kwa lugha nyingine, saves zimechezwa 15 na makipa wa Simba akiwamo aliyecheza mechi nyingi ambaye ni Musa Pimpin Kamara, ambaye yeye ni regular starter, huanza mara kwa mara. Sasa Simba yenye ukuta imara kwa kiasi hiki, Simba ambayo ni ya pili kwa kuruhusu mabao machache katika ligi baada ya ukuta imara wa Yanga, ndio inaenda kukutana na Yanga inayofunga sana kwa wastani wa bao moja kila baada ya dakika 27 na sekunde 42. Je, itakuwa vipi leo hii hapo saa 11 kwenye mechi ya dabi? Nini kitakachotokea leo hii? Maana kombe liko uwanjani. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.